Bwana mambo vipi? Fresh. Nina furaha tele. Nina furaha tele. Yaani hasa kinasababisha furaha mkiangalia mmekosa ubingwa siku ya leo? Kiukweli kwetu kukosa ubingwa ndio mambo ya matokeo bwana. Lazima apatikane mshindi wa kwanza. Tumedhulumiwa sana. Tumenyimwa magoli ya wazi sana. Na vile vile na mimi furaha yangu leo kwa leo baada ya ni kweli kwa upande wa pili si vizuri kuizungumzia, lakini kwa mimi binafsi Pacome kuumia, mimi binafsi kama shabiki wa Simba nimehuzunika sana. Nimehuzunika na tunamwombea apone haraka, lakini binafsi nimefurahi kwa namna kidogo, lakini namhurumia arudi katika hali yake na mambo ya mpira. Nikisema nianze kufurahi ni furahi kilichotokea, itakuwa kuna namna ubinadamu unaingia kati, lakini mimi nimehuzunika Pacome kuumia kama mshabiki wa mpira. Nimehuzunika kwa namna, lakini kwa upande wa pili kidogo nina kafura kadogo. Lakini kwa ubinadamu nimehuzunika, nimehuzunika. Alama mbili pekee ndizo ambazo zimewakwamisha msimu kuwa mabingwa. Pengine mnafikiri kati ya msimu mzima huu kitu gani hasa kimewafelisha? Ni wachezaji bwana, ni wachezaji wenyewe tu wametuzingua. Wachezaji wametuzingua. Kwa sababu viongozi wanafanya kila inawezekanalo kwa ajili ya timu na wachezaji sometimes, kwa sababu ukiangalia mechi nyingi sana za nyuma opportunity tumepata nyingi sana za kushinda, lakini tumekosa sometimes uzembe wenyewe wa mabeki. Ni wachezaji wenyewe, lakini na imani kocha pamoja na timu yote ya benchi la ufundi watakaa vizuri. Lakini habari kubwa leo kwamba tumhurumie mchezaji wa Juma Mwiko, yuko hospitalini na kwa haraka tu yule haponi. Pacome hawezi kupona kwa sababu ule mfupa ule, unajua Pacome amevunjika kwenye kiganja, kwa hiyo mkono tepe yani ule kwa hiyo kuna namna na hurumia, lakini kwenye engo ya kishabiki nina furaha. Wanione mbaya wasione mbaya, lakini kiengo ya kishabiki mimi na furaha, lakini kwenye engo ya kibinadamu inahuzunisha. Bwana mwanao Faisal Salum Abdalla dakika za jioni kabisa anaukosa top scorer. Mtu anaitwa Mosi Mbeumo goli 17 anaondoka na top scorer. Pengine kwako umechukuliaje? Amekosa top scorer Fei, lakini mimi naweza kusema kwamba huu ni mpira. Huu ni mpira na Fei asichukue sana ile 10. Sasa mbona nani amekosa? Kwa nani Chama amekosa? Kwa Fei namuomba tu kwamba haone huu ni mpira. Alafu asijipe thamani sana. Yani ni rafiki yangu kabisa Fei. Fei ni rafiki yangu, asijipe thamani sana nimekosa. Huu ni mpira na dunda. Kwa zaidi tu tutakachukue nani Chama, lakini mambo kama hayo tukatokea hapa na pale. Lakini mimi napenda kumwambia Fei kwamba huu ni mpira na asinichukie kuongea maneno kama haya, kweli hakustahili. Na asijione kwamba anaweza kamaliza kila kitu Fei. Ndio mpira. Ila kwa sababu nikiongea baadaye nampigia sana, naomba msamaha kwa sababu Fei ananipa hela kila mwisho wa mwezi. Sitaki nimkosee. Pengine kitu gani hasa ambacho unafikiri kwa nini yani umemsema hakustahili Faisal Salum na kastahili mtu mwingine? Kitu gani hasa kimeonyesha kuwa hakustahili leo kuchukua tuzo hiyo? Sasa na performance. Fei amepambana kwa uwezo wake. Ni mchezaji mzuri sana. Lakini kwa Chama au kwa hata mpinzani okay na mchezaji mzuri tu, lakini ndo mambo ya mpira. Lakini kwa haraka nikisema nimlinganisha Fei na Chama nitakuwa namkosea Chama. Fei bado mdogo sana kwa Chama, hana hamgusa hata suni. Lakini kwa uwezo wake amejitahidi kufanya vizuri kwa uwezo wake. Bwana Young Africans ametoa ubingwa mara 5 mfululizo. Kama shabiki haijakuumiza hiyo? Mimi hajaniumiza. Meja naumiza, lakini tuwape hongera, wamecheza mpira mzuri. Yanga of course nao ni timu nzuri. Yani tukiachana ushabiki wa timu ya Simba na Yanga, lakini Yanga ni timu nzuri. Wameperform vizuri, lakini waache kulialia kupendelewa sana, waache, sababu huu mpira unadunda na kila heri. Tusubiri msimu mpya unaokuja basi. Tumalizie bwana, MVP wako msimu huu ni nani? Chama Klatos. Chama ndo MVP wangu binafsi. Chama kidogo anakuja na Loemba. Mchezaji wetu kuliko alileta Jerut katuletea Loemba. Kwa hiyo unamwona Loemba ni kama ni MVP wako? Mimi binafsi Loemba na Chama hawa watu wawili, sababu ukiangalia dirisha dogo hawa wote wanakuja kwenye dirisha dogo, unajua na Jerut hajakosea kumeta Loemba. Kwa hiyo nipende kumshukuru hata Loemba Jerut kutuletea mchezaji mzuri.
na mambo mazuri yanakuja kwa mzabuni wetu. Mambo wote wanakuja uwanja. Na yuko serious, yani Jeruti analeta uwanja. Ndugu zangu, mimi napenda kuambia tu wana Simba, tuna tujezi tu original, uwanja unakuja. Afu kuna kitu kingine zaidi ya uwanja kipo cha chini ya carpet. Tununue jezi za original. Kitu yani hiyo ni kitu cha ndani kabisa. Uwanja unakuja mzuri wa kisasa. Mimi nimebahatika kuna Athlecha ameonyesha namna uwanja unavukua. Kwa sio na Simba tumpe matumaini Jeruti. Anaketa kitu kizuri sana kwa sisi wana Simba. Mimi nikushukuru. Nashukuru sana. Vile vile naomba tumpe pole Pacome. Huu ni mpira, asikasirike. Huu ni mpira, asihuzunike. Mimi nikitoka hapa najua Pacome sasa amepeleka wapi? Kapeka Muhimbili. Na mimi hapa nachukua bodaboda. Bwana ndugu yangu vipi, pole. Ndio mambo ya mpira haya. Ila si chama hata hajaumia. Chama iko mzuri tu. Kwa kipindi nazungumza, kwa kipindi kuna my friends fulani hivi sinaje kwa jina, alivyoumia Chama alipiga sana makelele. Kule sio binadamu. Sasa Pacome ameumia, sisi binafsi atufurahi. Tunahuzunika. Tumpe pole, lakini aliumia Chama. Kuna shabiki ambaye anavaa jezi za Simba, afa nikaandia Simba. Sisi haina shida. Amemsema Chama. Bwana Mchombe huyo. Sijui amemsema Chama, lakini sisi Pacome ameumia, hatusemi chochote, tunakaa kimya. Bwana shukrani. Pacome pole.